Serikali ya Democratic Republic of the Congo imetangaza kuwa inajiandaa kuanza kuwapokea raia wa nchi tatu waliofukuzwa kutoka United States kuanzia mwezi April mwaka huu wa 2026 kufuatia makubaliano maalum yaliyofikiwa kati ya Kinshasa na Washington. Kwa mjibu wa taarifa rasmi ya serikali, hatua hiyo imeelezwa kuwa ni ya muda na inalenga kushughulikia changamoto zinazohusiana na mifumo ya uhamiaji wa Marekani. Hata hivyo, mamlaka hazijabainisha idadi kamili ya wahamiaji watakaohusika katika mpango huo. Serikali ya DR Congo imehakikisha kuwa operesheni hiyo itafadhiliwa kikamilifu na Marekani, huku ikisisitiza kuwa haitakuwa na athari yoyote kwa hazina ya umma ya taifa hilo. Maafisa wa serikali wameeleza kuwa utaratibu huo utahusisha usimamizi maalumu wa mapokezi ya wahamiaji hao kwa kuzingatia masharti yaliyokubaliwa kwa pamoja kati ya Kinshasa na Washington. Aidha, wamesisitiza kuwa huu si mpango wa kudumu wa kuhamisha wahamiaji wala si utekelezaji wa sera ya uhamiaji ya Marekani nje ya mipaka yake. Ukaaji wa wahusika utakuwa wa muda tu na kila kesi itachunguzwa kibinafsi kwa kuzingatia sheria za taifa na mahitaji ya usalama wa nchi, ilieleza sehemu ya taarifa ya serikali, ikiongeza kuwa hakutakuwa na uhamisho wa moja kwa moja bila tathmini rasmi. Taarifa hiyo pia imebainisha kuwa maeneo maalum ya mapokezi tayari yametengwa katika vitongoji vya jiji la Kinshasa kwa ajili ya kuwapokea wahamiaji hao. Hata hivyo, uamuzi huo umeibua wasiwasi kutoka kwa asasi za kiraia ambazo zimeonya kuhusu hatari zinazoweza kujitokeza, hasa ikizingatiwa kuwa DR Congo tayari inakabiliwa na changamoto kubwa ya watu waliokimbia makazi yao pamoja na hali tete ya usalama katika baadhi ya maeneo ya nchi hiyo. Makubaliano hayo yanatajwa kuja katika kipindi ambacho ushirikiano kati ya DR Congo na Marekani unaendelea kuimarika, ukihusisha pia sekta za uchumi na afya. Ripoti zinaeleza kuwa Marekani imeahidi msaada wa takriban dola milioni 900 kwa ajili ya sekta ya afya pamoja na makubaliano yanayohusu usalama wa rasilimali za madini. Wachambuzi wa siasa za kimataifa wamebainisha kuwa nchi kadhaa za Afrika zikiwemo Eswatini, South Sudani na Equatorial Guinea tayari zimewahi kusaini makubaliano ya aina hii, huku baadhi zikikosolewa kwa rekodi zao za haki za binadamu. Hadi sasa mjadala unaendelea kuhusu athari za muda mrefu za makubaliano hayo, huku wadau mbalimbali wakitaka uwazi zaidi na ulinzi wa haki za wahamiaji watakaohusika. Bana, mtazamo wako ni upo hapo chini, sema comment kwa hiki ambacho kinaendelea kati ya Marekani na DR Congo. Mr. Baro, that's my name.